Yesu asifiwe. Tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka wa Bwana Yesu Kristo 2025. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba kutoka Editana Ministries, na hiki ni kipindi cha Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Tunaendelea na kuangalia sifa 10 za mfumo wa Kisodoma. Tutakumbuka tunaangalizia Mwanzo sura ya 14 mstari kuanzia wa 17 kwenda mpaka wa 21-22. Naona mifumo mikubwa miwili ya kiuchumi ambayo tumekuwa tukizungumza. Mfumo wa Kimelkizedek ambaye ni mfumo wa kimungu, kuhani wa Mungu aliye juu sana. Unajua ni picha ya Yesu Kristo ilikuwa inaonyeshwa. Na mfumo wa pili, mfumo wa Sodoma pale umetajwa, ambao mifumo yote ilijaribu kumpa Abraham mali ili iweze kumfanikisha. Na unaona Abraham akakataa kuitika kwa mfumo wa Kisodoma, na sababu anasema usije ukasema kwamba nimemtajirisha Abraham. Kumbuka ni mfumo ambao ulikuwa na utajiri, ulikuwa na mabonde ya lami na utajiri zingine ambazo zilikuwa hapo. Kusoma ile sura ya 14 ya kitabu cha Mwanzo, angalia sura ya 19 pia kitabu cha Mwanzo, tukaona habari ya Sodoma na Gomora, na tumeona sifa kadhaa za mfumo huu wa Kisodoma au mfumo wa Kiezebel. Na jana nilikupa sifa ya 7, tukasema ni mfumo ambao unatoa sadaka ya kafara za watu au viungo vya watu au wanyama. Kama unafanikiwa kwa kafara za mfumo wowote ule, aidha kutoa watu, ndugu wa karibu au wanyama, kinyume na utaratibu wa kibiblia, maana yake unajiingiza kwenye mfumo wa Sodoma au wa Kibabeli au wa Kiezebel, jambo ambalo nilikuonyesha jana. Unaweza kuona mistari mingi kwenye Biblia. Mfano ukisoma pia sura ya 16 wa Wafalme wa kwanza mistari ya mwisho kule 33-34, unaliona jambo hili pia kwa Yezebel na ufalme wake au mewe Ahabu, na jinsi ambavyo Ahabu alitekwa na Ethbaali ambao alikuwa abudu Baali baba yake Yezebel, na mfumo ulivyo. Ukisoma sura ya 16 mstari wa 34, katika siku zake Heili Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu, mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, sawa sawa neno la Bwana lililonena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Kwa hiyo unaona mfumo wa kafara, kutoa watu ili kufanikiwa, unatajwa kwenye Biblia na ni kinyume na utaratibu wa kimungu. Na yako maeneo mengi pia unaona ambako kwenye Biblia watu walifanya hivyo ili kupata mafanikio. Tukumbuka mfalme wakati fulani wa Elisha, naye alitoa kafara ya mwanae kwenye ukuta, na Israeli, Biblia inasema wakavurugana, wakachanganyikiwa. Mfalme yule akaacha kupigwa na Israeli, akashinda ile vita. Na maeneo mengine kadhaa ambao watu walidai macho ya watu ili waweze kufanya maagano na kuwafanikisha kiuchumi. Yote unaona ni dalili ya kuingizwa kwenye mfumo wa kipepo wa mafanikio ambao ni kinyume na mfumo wa Mungu. Ukisoma Biblia utaona kuna Mungu mmoja anaitwa Mungu Moleki, ambaye Moleki kafara yake kubwa ilikuwa ni hiyo, watoto wadogo, kupitisha watu kwenye moto. Ilikuwa ni kafara kubwa za Mungu Moleki, na ni roho inafanya kazi hata leo. Kwa hiyo jiepushe na namna yote ya kafara ambazo ni kinyume na sadaka unazotoa kwa Mungu na kupata mafanikio ya kimungu. Sifa ya 8 ambayo pia inatambulisha mfumo huu wa Kisodoma au mfumo huu wa Kibabeli ni rushwa ya ngono au kahaba kazini, hasa kwenye maeneo ya kazi. Kazini inaweza kuwa kwenye biashara, inaweza kuwa kwenye huduma, inaweza kuwa kazini ambapo umeajiliwa. Kwa hiyo rushwa ya ngono au kahaba, ushawishi wa kingono ili kupata ajira au kupata nafasi kubwa zaidi ya kazi. Ukishajiingiza kwenye jambo kama hilo, ujue tayari unaingia kwenye mfumo, umefungua mlango mkubwa, na taratibu unaingia kwenye mfumo wa Kibabeli wa kipepo wa mafanikio ya kiuchumi. Kumbuka Warumi 6:16 inasema unakuwa mtii kwa yule ambaye unakuwa mtumwa kwa yule ambaye unamtii. Na ukweli ni kwamba vifungo kama nilivyosema siku, nafikiri tunaanza somo hili, haviji haraka, vinakuja taratibu. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiepusha na kila kiashiria ambacho unakiona na umejifunza kwamba kitakuingiza kwenye mfumo wa kipepo. Lakini ushawishi wa kingono
au ushawishi wa kikahaba au rushwa ya ngono ili upate kitu fulani, upate kazi, ni mlango mkubwa, moja ya sifa kubwa ambayo mfumo wa kipepo unatumia. Ile Wafalme wa Pili tulisoma sura ya 9 mstari wa 22, inamtambulisha Yezebeli kama mtu mzinzi na kahaba. Inasema, ikawa Yoramu alipomwona Yehu akasema, je, ni amani Yehu? Akajibu, amani gani, maadamu uzinzi, umeona uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi. Kwa hiyo unaona sifa ile tulizungumzia uzinzi inakuja hapa pia kwenye rushwa ya ngono au kahaba kazini. Lakini ukienda mstari wa 30 sura ya 9 utagundua jambo jingine ambalo liko linatokea kwa Yezebeli. Haikuwa tu uzinzi wa kawaida. Ule mstari wa 30 Wafalme wa Pili sura hii ya 9 anasema, hata Yehu alipofika Yezebeli akapata habari. Kwa hiyo Yezebeli alipata habari ya kwamba Yehu amefika Yezreel. Angalia kitu alichokifanya. Biblia inasema ushawishi wa kingono au kahaba unauona ukitokea. Biblia inasema Yezebeli alipopata habari akatia uwanja machoni mwake. Akapamba kichwa chake, akachungulia dirishani. Nini alipotaka kumseduce, kumshawishi kingono. Hata Yehu alipoingia lango la mji alisema, je, ni amani ewe Zimri mwenye kumuua bwana wako? Akainua uso wake akaelekea dirishani akasema, aliye upande wangu ni nani? Watowashi wawili watatu wakachungulia, akasema, mtupeni chini. Basi wakamtupa chini, na damu yake ikamwagika, nyingine juu ya ukuta na nyingine juu ya farasi, naye akamkanyaga. Alafu Biblia inaendelea kusema mambo mengine. Lakini unaona Yehu alikataa kutii kwenye mfumo huu wa kipepo wa ushawishi wa kikahaba wa ngono wa Yezebeli. Na alimshawishi vipi? Biblia inasema alipaka wanja machoni, akapamba kichwa chake. Kwa hiyo kuna mambo yanafanyika kwenye maeneo ya kazi ya kukushawishi kama mtego ili kuanguka kwenye dhambi ya uzinzi ya kikahaba, kuharibu mbegu bora au nzuri ambayo Mungu amepanda ndani yako. Sharti ushinde kila aina ya vishawishi. Ukisoma sura ya 20 ya pili Ufunuo wa Yohana mstari wa 20 pia inatuambia habari hii kama sifa mojawapo kubwa ambayo Yezebeli alikuwa nayo. Ufunuo sura ya pili mstari wa 20, moja ya sifa kubwa pia ambayo unaiona Biblia haiachi kutaja ni hiyo, ushawishi wa kikahaba wa ngono kwenye eneo la kazi. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhie yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii na kuwafundisha watu wangu na kuwapoteza. Anawafundisha na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Unaona, anawashawishi, anawafundisha ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Rushwa ya ngono, ushawishi wa kingono, ukahaba ni moja ya silaha kubwa na sifa ambazo mfumo wa kipepo unatumia ili kuingiza watu kwenye mfumo wa Yezebeli, mfumo wa Sodoma, mfumo wa Freemason, mfumo wa Illuminati na mifumo mingine mibovu ambayo ni ya mpinga Kristo ya mafanikio ya kiuchumi. Sharti ujiepushe nazo. Mungu atusaidie sana. Uwe na siku njema. Kesho tutaendelea na sifa ya 9 na kadri Mungu atakavyotuongoza hadi ile sifa ya 10. Saa 12 asubuhi kesho. Usisahau mkaribisha mwenzako. Unaweza kushare haya masomo. Kama hujasubscribe, tafadhali subscribe na weka notification ili vipindi vingine visikupite. Na kadri unavyofanya kushare, kuweka comment, ni uinjilisti wako kwa njia ya mtandao, kuwafikia watu wengi zaidi kwa neno la Mungu na kuhakikisha wote tunavuka tukiwa vizuri kiuchumi mwaka huu 2025. Baraka ya Kristo Yesu iwe pamoja na wewe hata tutakapoonana kesho asubuhi. Amen.